Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo ikiwa ni Aprili 22 mwaka 2026. Somo la leo lina kichwa kinachosema hekalu takatifu la mwili. Maandiko matakatifu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korintho sura ya 6 ya 19 na 20 inasema: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya upendo. Asante kwa ajili ya amani ambayo umeiweka mioyoni mwetu. Asante kwa ajili ya furaha na asante kwa ajili ya faraja pale tunapokuwa na huzuni. Leo tunaenda kujifunza neno lako. Tusamehe dhambi zetu, tembea nasi tuelewe haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Hekalu takatifu la mwili. Ule ukamilifu wa tabia ambao Bwana anautaka ni kufanya mwili wote ufae kuwa hekalu kwa ajili ya ukaaji ndani wa Roho Mtakatifu. Mungu hatakubali chochote pungufu ya huduma ya mwanadamu katika ukamilifu wake. Haitoshi kuweka katika vitendo sehemu za mashine ya mwili ulio hai. Sehemu zote lazima zifanye kazi katika uwiano mkamilifu, vinginevyo huduma itakuwa na kasoro. Hivyo ndivyo mwanadamu anavyostahilishwa kushirikiana na Mungu katika kumwasilisha Kristo kwa ulimwengu. Hivyo ndivyo Mungu anavyotamani kuwaandaa watu kusimama mbele zake wakiwa safi na watakatifu, ili waweze kuwatambulisha katika jamii ya malaika wa mbinguni. Tumekabidhiwa ujumbe muhimu zaidi kuwahi kutolewa kwa ulimwengu wetu, na picha inayopaswa kuwekwa dhahiri na wazi kabisa akilini mwetu ni utukufu wa Mungu. Hebu na tuwe waangalifu kwamba tusifanye kitu chochote ambacho kitadhoofisha afya ya kimwili, kiakili na kiroho, kwa maana Mungu hatapokea dhabihu yenye doa, inayougua na iliyo najisi. Uangalifu lazima uwekwe katika ulaji, unywaji, uvaaji na katika utendaji kazi. Tusije tukapungua kwenye ufanisi wetu na kushindwa kufanya kazi yetu iliyotukuka zaidi katika namna nzuri, ili kwamba matokeo ya taabu yetu yaweze kudumu hata milele. Ni wajibu wetu kufundisha na kufunza mwili nidhamu, ili kwamba uweze kutoa kwa Bwana wetu huduma ya juu zaidi iwezekanavyo. Mazoea yasitutawale. Hatupaswi kuubembeleza uchu wa chakula na kujiingiza katika matumizi ya kile ambacho si kwa faida yetu, kwa sababu tu ya kukidhi ladha. Wala tusitafute kuishi kwa mpango wa kujinyima chakula kwa wazo kwamba tutakuwa tukiwaza mambo ya kiroho na kwamba Mungu atatukuzwa. Tunalazimika kutumia akili ambayo Mungu ametupatia ili kwamba tuweze kuwa wakamilifu katika mwili, nafsi na roho, ili tuweze kuwa na tabia linganifu, akili yenye uwiano mzuri na kufanya kazi kamilifu kwa ajili ya Bwana. Hii ni Aprili 22 ya mwaka 2026, tukiangazia mada isemayo hekalu takatifu la mwili. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu
na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.